Mheshimiwa Rais ametuagiza mara nyingi watumishi wa umma sote, viongozi na wasio viongozi, kuhakikisha tunawahudumia Watanzania kwenye ngazi zetu zote na kila mahali. Na kwa sababu hiyo imempendeza Katibu Mkuu kutuelekeza kuja kwa niaba yake kuzungumza na watumishi katika maeneo kadhaa. Moja ni eneo la performance management, usimamizi wa utendaji kazi. Pamoja na kazi kubwa tunayoifanya katika nchi hii, katika serikali yetu, lakini bado yapo maeneo yana ulegevu, yanahitaji kufanyiwa kazi kwa ziada, kwa makusudi, na hasa kuhimiza ufanyaji kazi unaowajibika kwa wananchi, lakini unaoleta matokeo. Eneo la pili ni alignment, ufungamanifu wa mipango yetu ya utendaji kazi. Wapo watumishi kazi anazozifanya hazichangii kwenye shabaha yeyote, kwenye target, kwenye objective yeyote ya taasisi yako. Wapo watu wana mipango yao hapa, mtu ameweka mpango anasema kwenda likizo. Yaani moja activity zake kwenda likizo. Watu wameweka hiyo mipango na unaweza ukashangaa. Nasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, sio? Wapo watu mipango yao wako bize kuanzia tarehe 1 Juni mpaka tarehe 1 Julai mpaka tarehe 31 Juni ya mwaka unaofuata. Ukimuuliza matokeo ya shughuli alizozifanya huwezi kupata. Tutajifunza matumizi sahihi ya mfumo wa utendaji kwa maana ya PEPMIS. Umeeleza kwa kipengele hapo, vipengele viko vingi, lakini kuna vingine ambavyo vinatuhusu sisi kama sisi haswa. Nikianza na vile vya msingi ambavyo ndio vya utendaji wa kila siku, masuala ya PEPMIS, tunajua wote kabisa. Ili uweze kukamilisha PEPMIS yako kuna KPIs ambazo unatakiwa tuzipange. Lakini kama kweli mtu anaandika KPI yake ni likizo, kweli likizo unaipimaje? Ina maana kuna kitu ambacho hakijakaa sawa, si ndio jamani? Mimi nafikiri kuna somo kubwa sana ambalo tutapewa hapa leo. Naomba wote tujiandae, tusikilize kwa ukamilifu, maswali uliza as much as you can. Watakujibu, na yale ambaye hatakuwa na majibu tutayapeleka kwenye management ili aende akafanyiwe kazi. Mtapewa mrejesho kwa kupitia wakurugenzi wenu.